Mtazamaji, tupo kwenye sherehe za Pasaka bado. Hakuna jambo kubwa lolote ambalo linaweza likatuondoa kwenye sherehe ya Pasaka. Licha ya ukweli kwamba tuko kwenye msiba mzito, msiba wa kuondokewa na kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni kote. Hivyo basi, yapo mengi ambayo tumeyasikia kuhusu Baba Mtakatifu Francisco, lakini yapo mengi ambayo ameyaandika kwa ajili yetu sisi. Nikizungumzia nyaraka mbalimbali ambazo ameziandika kwa kanisa lake na kwa ulimwengu mzima. Na nimeona ipo haja ya kutaka kufahamu zaidi kuhusiana na nyaraka hizo. Na ndio maana nimemwalika dada Donesta Byarugaba ambaye ni miongoni mwa waliowahi kushika nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya kanisa Katoliki, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Hivyo tutasikia mengi kutoka kwake, kwani anao uelewa wa kutosha wa kutupitisha katika nyaraka mbalimbali ambazo Baba Mtakatifu aliziandika. Mimi naitwa Isaac Mzionda, ndiye tunayesafiri pamoja katika kipindi hiki maalum kuangazia nyaraka mbalimbali za Baba Mtakatifu. Karibu sana dada Donesta. Asante sana, nashukuru. Kama ulivyosema, mimi naitwa Donesta Byarugaba. Natokea katika parokia ya Mtakatifu Thomas More, dekania ya Thomas More. Mimi kwa profession yangu ni mwanasheria na nimewahi kuwa kiongozi katika Jimbo Kuu la Dar es Salaam upande wa halmashauri ya Lei kama makamu mwenyekiti wa halmashauri ya Lei Jimbo Kuu la Dar es Salaam na katibu msaidizi halmashauri ya Lei Taifa. Kipindi kile katika uongozi wangu pia ndio Baba Mtakatifu Francisco alikuwa yuko katika utawala kuanzia ile miaka 2013. Hivyo basi tumeguswa sana na msiba wa baba yetu mtakatifu na tumekumbuka mambo mengi ambayo aliandika na ambayo yatatusaidia katika kutegemeza kanisa letu ulimwengu mzima. Hivyo basi tunatoa pole, tumeumia sote, tunatoa pole na tuzidi kumwombea Baba Mtakatifu pumziko la amani mbinguni, na Mungu akumbuke sadaka zake kubwa. Hakika alifanya mambo makubwa sana. Baba Mtakatifu ni baba wa enzi zetu, our era, yani kipindi chetu. Yaani unamuona kama labda alikuwa Dar es Salaam au wapi, kutokana na jinsi alivyokuwa katika mitandao na katika dokumenti zake mbalimbali. Basi mimi nimeguswa tu kwamba ni share na ninyi baadhi ya dokumenti ambazo Baba Mtakatifu aliziandika na kuzitoa. Nakumbuka mwaka aliingia katika uongozi wake Machi 2013. Ilipofika Juni tu pale tayari alitoa dokumenti moja inaitwa Mwanga wa Imani, Lumen Fidei, akiwa anafuasi labda anaangalia yale atakayoyafanya. Alifanya restructuring, mabadiliko mengi katika kiti chake cha upapa, masuala ya fedha, masuala ya utawala, lakini kubwa zaidi alisisitiza kuwa na imani kwa Mwenyezi Mungu. Na mkumbuke wakati ule wa 2013 ulikuwa ni mwaka wa imani. Hivyo basi nyaraka ile alitoa kama zawadi katika kipindi cha mwaka wa imani, tuweze kusoma nyaraka ile na kuimplement na kufanyia kazi. Na ilikuwa ni nyaraka nzuri ya kwanza na ilitusaidia katika kufanyia kazi. Lakini hakukawia sana, mwaka huo mwaka 2013 nakumbuka ilikuwa ni Novemba, alitoa nyaraka nyingine, waraka wa kipapa wa Evangelium Gaudium. Kidogo maneno sijazoea sana Kilatini lakini ni furaha ya Injili. Nyaraka ile ilikuwa inasema sana kwamba nendeni, tokeni mkainjilishe. Uinjilishaji mpya, uinjilishaji wa kina. Akiangalia sana wale ambao wamesetwa, marginalized, wale ambao wametupwa pembeni. Labda ni wale katika ndoa zao tena hawako kwenye ndoa, labda ni wale ambao hata hawaji jumuiya. Amesema ondokeni, anawaambia viongozi wa dini, anaambia watumishi wa Mungu, ondokeni katika sofa seti zenu, wafuateni. Wafuateni kama Petro alivyosema, twekeni mpaka kilindini. Basi Baba Mtakatifu alisisitiza sana hili la uinjilishaji mpya na mabadiliko katika uinjilishaji. Pia kutumia teknolojia mpya katika kuinjilisha. Uinjilishaji mpya.
Hiyo ilikuwa ni Evangelium Gaudium, uinjilishaji mpya, furaha ya Injili, kwamba na tunapoinjilisha tufurahi kwa sababu Yesu Kristo yuko pamoja nasi, anatuambia enendeni mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Ndio maana alisisitiza sana kule waliosetwa, kule walioachwa. Twende nao tukainjilishe, wamjue Kristo kupitia kwetu. Huyo ndiye Baba Mtakatifu Francisco ninaye mfahamu. Lakini baada ya hapo kulikuwa na sinodi mwaka 2014 2015, sinodi ya familia, ambapo mababa wa sinodi walikwenda 2014 wakaenda tena 2015. Walijadili mambo mengi, haswa changamoto za familia. Mambo makubwa, mambo ya ushoga, mambo ya talaka, mambo ya watu tena hawaelewani katika familia. Yani ile taasisi ya ndoa kama imepoteza hadhi yake. Na kuna walikuja wanalia, wameshindwa kabisa kukaa katika familia, wakitaka basi kuwepo na talaka. Kanisa Katoliki liruhusu talaka, watu wachane, wakae katika maisha, wakae maisha ya kawaida. Kwa hiyo mikutano hiyo miwili ilifanyika baada ya Baba Mtakatifu kupokea mawazo yote ya mababa wa sinodi, ndipo aliandika document. Hiyo document inaitwa Amoris Laetitia, Amoris Laetitia, the joy of love in the family, furaha ya upendo katika familia. Dokumenti hiyo ilitoka 2016, Amoris Laetitia. Yeye pale ukiangalia ile dokumenti, baba alisema pamoja na changamoto, kanisa linatambua changamoto zilizopo katika ndoa. Natambua kwamba watu ndoa nyingi wanaachana, watu hawana ile ladha ya ndoa, ule upendo agape wa ndoa haupo tena. Lakini pamoja na changamoto hizi, the institution of marriage must be protected by enemies. Yani taasisi ya ndoa ni lazima ilindwe, kwa sababu ndiyo taasisi ya kwanza iliyoanza katika bustani ya Eden. Kwa hiyo walifikiri kwamba ataruhusu talaka, ataruhusu ushoga, ataruhusu ndoa za mke na mke, mume na mume. No, swala hilo pamoja na yote yaliyotokea, lakini bado kanisa linaheshimu ndoa. Utaratibu wa awali wa kanisa kuhusu ndoa lazima uwe maintained. Kikubwa aliwataka wale maprosecutor, kama imeshindikana wakati wanakwenda, mtu anapokwenda kwenye mahakama ya kanisa, basi wa speed up zile kesi zao, ili kama ni mtu anaachwa huru, aachwe huru. Au kama ni nullification, mnajua sisi katika kanisa letu hatuna talaka, na maintain hiyo, rather nullification, kwamba ndoa inabatilishwa, as if the marriage was not there from the beginning, kama vile ndoa haikuwepo tangu mwanzo. Na katika waraka ule wa Amoris Laetitia alisema hata katika maparokiani na nini, yani kuwepo na taratibu na miongozo ya kuboresha familia, ndoa na familia. Wale watu maskini waheshimiwe pia, nao wana ndoa zao zisiingiliwe. Sana sana wasaidiwe kipato, kiuchumi na kisemina, ili waweze kutunza ndoa zao. Kwa sababu familia ndio chanzo kikubwa. Familia ni bustani ya kwanza. Familia ni shule ya upendo, matumaini na msamaha. Hivyo basi watu walikuwa wanajua this time Baba Mtakatifu atabadilisha. Hapana. Kwa hiyo tunampongeza sana Baba Mtakatifu kwa kumaintain kitu hicho, na ule waraka wa Amoris Laetitia una utajiri mwingi ambao Baba Mtakatifu ametuachia. Tuenzi Baba Mtakatifu kwa utajiri huu, kwa kurekebisha ndoa zetu, kwa kutengeneza kamati mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia wale wenye changamoto za ndoa na familia. Mwisho alisema kanisa linafarijika kwamba pamoja na changamoto hizo, lakini vijana wetu bado wanataka kuingia kwenye nini? Kwenye sakramenti ya ndoa.
Hivyo basi tusaidie vijana. Naona ndio maana kunakuwa na seminar, kunakuwa na course kabla vijana hawajaingia kwenye sakramenti ya ndoa, ili waweze kumaintain ile sakramenti. Na wakumbuke kwamba ndoa ni sakramenti. Basi huo ndio ulikuwa waraka wa Amoris Laetitia, ambao pia waliadhimisha, umefikia sasa zaidi ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu alivyoandika ule waraka. Baada ya hapo basi Baba Mtakatifu pia aliandika waraka mzuri, waraka wa Laudato Si. Waraka wa Laudato Si kuhusu uadilifu wa mazingira, kuhusu kutunza mazingira. Hakika waraka ule, yani Baba Mtakatifu amekuwa famous sana. Ulimwengu mzima uliupokea ule waraka wa Laudato Si. Sifa iwe kwako ewe Mwenyezi Mungu kwa ajili ya dunia, nyumba yetu ya pamoja. Ameita dunia nyumba yetu ya pamoja, akifuata wimbo wa Mtakatifu Francisco wa Asizi wa kutunza mazingira. Sifa iwe kwako Mwenyezi Mungu katika nyumba yetu ya pamoja. Baba Mtakatifu amesisitiza kwamba tutunze mazingira yetu, ambayo ndio zawadi aliyotuachia Mwenyezi Mungu. Anasema, tazama kule Mwanzo 1:30, kila Mungu alichokiumba ni chema. Kwa hiyo mazingira yetu ni mema, viumbe vilivyoumbwa ni vema, mazingira ni chochote kile kinachokuzunguka. Hivyo basi Baba Mtakatifu amesisitiza kutunza mazingira. Tupande miti, tuweze kutunza uoto wa asili, tusikaushe mito. Tena anakuambia Naamani angeponaje kama kungekuwa hamna mto, kwa sababu na Yesu alimwambia nenda ukaoge katika mto Siloam, Naamani akapona. Hivyo basi tutunze vyanzo vyetu vya asili, tutunze mito. Naona tupande miti, tusiharibu mazingira yetu, uchafuzi. Amekemea hata mataifa makubwa wanaochafua hali ya hewa, wanaochafua hewa. Baba Mtakatifu ameongelea mpaka mambo ya GMO, kwamba watu wana mbegu za asili hazipo. Masikini wa kawaida alitunza mbegu zake. Mimi nakumbuka mamangu alikuwa anaweka darini mahindi mazuri, wakati wakulima mnaenda nachukua ile mahindi tunaenda tunapanda. Hakuna tena kwa ajili ya hii GMO. Ng'ombe mkubwa wa miezi 6 anatoa maziwa. Haya ni masuala ya GMO ambapo Baba Mtakatifu pia aliyaongea na kuyakemea katika waraka wake wa Laudato Si. Ameongea hata mabenki, watu mikopo mikubwa, riba kubwa, wale maskini. Amewafikiria sana maskini, wale wanyonge ambao hawana uwezo. Amesema Mungu wetu ni Mungu wa watu wote, Mungu wa matajiri, Mungu wa maskini. Hivyo tutunze mazingira yetu. Ameongelea masuala ya uumbaji. Kama mama Bikira Maria na Elizabeth wangetupa vile vitoto vichanga vilivyokuwa tumboni mwao, tungekuwa na mkombozi leo. Tutunze uumbaji wetu. Akina mama tulipata wito pale, tutunze uumbaji wetu, tusitoe mimba, tusifundishe watoto wetu kutoa mimba, ili tuweze kuendelea kutunza uumbaji, zawadi ya Mwenyezi Mungu aliyotupa. Kwa hiyo nawaalika tusome waraka wa Laudato Si akina mama. Baba Mtakatifu alimkoti Yohana Chrysostom. Alisema nguo ile ambayo huitumii kwa muda miezi 4 sio yako, umemnyang'anya mtu mwingine. Unaona chakula kwenye madustbin kinatupwa chakula. Pikeni chakula kidogo cha kiasi mtakachoweza kula na familia kuliko kutupa. Lakini akasema tengenisheni takataka za plastiki. Ndio yale mambo pia aliyaongelea, mambo ya maplastiki yanaua wanyama na nini. Tengeni na takataka hizi nyingine, tengeni muweze kuzitunza. Baba Mtakatifu ameongea mambo mengi kuhusu mazingira, kuhusu viumbe. Ametoa mifano akina nani, kulikuwepo na Francisco Assisi, kulikuwepo na Martin de Porres. Nakumbuka tulikuwa tunasoma, kuna yule mpiga filimbi wa Hamelin,
kwamba watu walikuwa wanataka kuhubiria hawaje, akaita samaki, akapiga filimbi, akaita samaki, akaja akahubiria, afu akarudisha baharini. Lakini pia akawapatanisha, ilikuwa sijui paka na mbwa ambao walikuwa hawaelewani, akamwambia sameheaneni. Akina Martin Lipos ambao walikuwa wanaongea na viumbe. Lakini siku hizi hakuna kwa sababu ya dhambi iliyoingia. Kwa hiyo hivyo amesisitiza sana tutunze mazingira yetu ambayo ni nyumba yetu ya pamoja. Tuzime taa. Kutoka katika maofisi AC zinawaka, zimeachwa. Hivyo ni vitu ambavyo baadaye vitapotea, havitakuwepo. Mabomba yamefunguliwa tu, yameachwa. Akina mama, unakuwa na nguo nyingi, miaka miwili hujavaa nguo, sio yako. Mtakatifu Yohana Chrysostom anasema sio yako, umemnyang'anya yule. Tutoe ili tumuweze kumuenzi Baba Mtakatifu Francisco, ambaye hakika waraka huu wa Laudato Si ni ulimwengu mzima ulifaidi katika waraka huu, na hata mataifa makubwa yakawa yanafanya mikutano kwa ajili ya kujadili Laudato Si. Mpaka leo tunajadili Laudato Si, na kuwe na makundi, tuwe na vikundi vya kupanda miti, tuwe na vikundi vya kutunza mazingira. Lakini basi kuna nyaraka mbalimbali ambazo Baba Mtakatifu alitoa. Kuna nyaraka furahieni na kushangilia, Gaudete Exsultate, furahieni na kushangilia, wito wa kuwa watakatifu. Kama alivyokoti Walawi 19:2, iweni watakatifu kama mimi na Baba yangu nilivyo mtakatifu. Na alirudia tena rafiki kwenye Mathayo 5:48, takuwa watakatifu. Hapa alitoa vigezo zaidi, alifungua ni kama Pandora box, wale wanaotangazwa kuwa wenye heri. Kipindi kile cha kina Mother Teresa, akina Mtakatifu Paulo wa 6 wa 23, wenye heri. Aliongeza vigezo, maisha ya kujisadaka, maisha ya kujitoa sadaka, ili wengi wapate, hasa wale walio watumishi wa Mungu, waweze kutangazwa watakatifu. Lakini huu wa mwisho aliotoa mwaka 2022, waraka wake wa kiroho, jinsi atakavyopenda azikwe. Yaani hapa tunaona kweli baba huyu tulimpata baba haswa, baba ambaye alikuwa na maisha ya kifukara, ya kimaskini, baba ambaye break through, amevunja zile customs, zile tradition za Vatican, jinsi ya kuzika mababa watakatifu. Yeye hatazikwa katika kanisa kuu la St. Peter Basilica, yeye hatazikwa Basilika ya Maria Maggiore. Bikira Maria mama wa Mungu, Maria mkuu, baba mtakatifu wa kwanza kuzikwa pale. Ni baba mtakatifu wa kwanza, kwa sababu wengi walikuwa na maintain ile status quo kwamba wanazikwa kule. Lakini huyu Francisco yeye amesema kwa ajili ya tunza mama Bikira Maria, kwa ajili alikuwa anajitoa kila mara kwa mama Bikira Maria, ataenda kupumzishwa pale akisubiri ufufuko. Jamani, mbona baba mtakatifu huyu alikuwa kabisa wa muda wetu, alikuwa wa era yetu. Kwa baba mtakatifu pia amesema hatazikwa na masanduku ya glass kama wenzake, hatazikwa na simple wooden, mbao tu simple, ndio atazikwa naye. Naona Kwa hiyo baba mtakatifu kuna vitu vingi amebadilisha, anataka tu maziko ya kisimple, na tumeandikiwa pale kwamba kuna mfadhili, ameshachagua mfadhili wake atakayefanya haya, kumshift kutoka pale St. Peter Basilica kumpeleka kule na maziko yake. Kwa hiyo tunaona ni vitu vingi alivyoingia katika ule waraka wa mwanzo wa Lumina Fidei. Kuna vitu vingi alibadilisha katika kiti chake cha upapa, utawala wake alibadilisha. Lakini pia hata hapa mwisho, na hivyo alivyobadilisha vingi amevifanyia kazi baba mtakatifu. Baba mtakatifu alikuwa anapenda mambo ya immigration. Hata huyu makamu wa rais J.D. Vance alipokuja kumuona, labda uliongea masuala ya wahamiaji. Alipenda wahamiaji masikini, wale ambao hawana nafasi katika ulimwengu huu, aliwapenda. Na ndio maana hawa alipigilia msumari kwenye waraka wake wa Fratelli Tutti, ambao kimsingi alijaribu kuunganisha wale watu ambao tayari walikwisha kutengana, akataka kuwarudisha pamoja. Kwa hiyo wakati unamalizia pia utatusaidia kugusa kidogo kwenye Fratelli Tutti. Huo ni waraka ambao wa 2020 udugu
Fraternity Tutti ni waraka wa Baba Mtakatifu unaohusu ndugu, akisema sisi wote ni ndugu. Akasema tusichukie ndugu zetu hawa Waislamu. Amekwenda kule, amekutana na viongozi wao. Amekwenda mataifa mbalimbali kukutana ili kutuweka pamoja. Hivyo basi mimi ni rai yangu katika waraka wa Fraternity Tutti, amesema undugu, shida, mataifa makubwa yaangalie hawa, na tuangalie hawa, kwa sababu sisi wote ni ndugu mmoja, Mungu wetu ni mmoja. Kwa hiyo Baba Mtakatifu kwa kweli tunamshukuru sana kwa zawadi ya maisha yake. Tunashukuru Baba Mtakatifu yote aliyofanya. Hakika ni mengi, tutaendelea kumuenzi. Nimeona kuna mali nilisoma traditional nyaraka zote sijui zinawekwa kwenye sanduku zinafanywa nini, lakini yeye alisema no, haitafanyika hivyo. Kwa nyaraka zake kuna mapapa wengine zilikuwa yanakuepo majeneza matatu. Moja la kwake na lile ambalo linabeba zile nyaraka zake. Ambayo kwake yeye imeonekana kwamba hajataka iwe hivyo. Hajataka, yani nyaraka zake zitaendelea kuishi katika maisha yetu. Kwa hiyo jamani, mimi nawapeni pole sana. Namshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Papa Francisco. Unaona tumeongea hizo nyaraka zake ni baadhi ya nyaraka zake. Lakini hii ya mwisho, waraka wake wa kiroho, alivyobadilisha mwaka 2022, alijua kwamba maisha yake karibu yanakuwa mwisho ya kwenda kwa Muumba wake ambaye alifanyia kazi nzuri. Alibadilisha, kama tulivyoona amebadilisha vitu vingi. Sasa Maria Maggiore, niliangalia nikaona kwamba Baba Watakatifu wote, karibu wote walikuwa wanazikwa St. Peter Basilica, na wachache katika kipindi cha utawala wa Roma kulikuwepo na sintofahamu fulani, wengine wakawa wanakaa Ufaransa. Kwa hiyo kama 6-7 wamezikwa Ufaransa, Avignon, kule kwa kina Teresia Avignon. Na tuliambiwa wakati tumekwenda Avignon, Teresia alipotokea pale, Baba Mtakatifu wa kipindi hicho aliyekimbia Ufaransa, Teresia akamwambia rudi Roma, la sivyo nitakushitaki kwa kaka yangu Yesu. Basi Baba Mtakatifu alimsikia Mtakatifu Teresia wa Avignon. Yeye na Katarina wa Siena, sisi wanaume wanaitwa Father of the Church. Sasa hawa sijui ni Mother of the Church au ni, lakini ni wale very famous celebrated watakatifu wa zama hizo, Teresia wa Avila na Katarina wa Siena. Sasa Teresia wa Avila ndio alimwambia rudi Roma, la sivyo nitakushitaki kwa Bwana wewe kaka yangu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaona wengi walizikwa Roma, wengine baadhi hawa wachache Ufaransa, lakini kwa mara ya kwanza Baba Mtakatifu wa kwanza anazikwa Maria Maggiore. Hiyo ni kati ya mabasilika 4 makubwa. Kuna St. Peter Basilica, kuna Basilica San Paolo liko kwenye kuta mbali kidogo, kuna Laterano, Yohana Laterano ambalo ndio kanisa sasa la jimbo, na kuna Maria Maggiore, kanisa la Mama Bikira Maria mkuu. Kwa sababu Baba Mtakatifu kila akienda kwenye kazi zake, akienda lazima aage kwa Mama Bikira Maria asali, akirudi lazima kwa Mama Bikira Maria. Basi ameamua kwamba mimi nitazikwa hapa. Tena baba huyu alivyo mnyenyekevu, sio wapi, sidhani kama ni altareni, kwenye kikanisa cha Mtakatifu Martha. Unajua makanisa mabasilika makubwa yanakuwa na vikanisa vidogo vidogo. Basi pale kwa Mtakatifu Martha ndio atazikwa hiyo siku ya Jumamosi. Basi tuzidi kumwombea Baba Mtakatifu. Mwenyezi Mungu sawa sawa na Zaburi ya 20 akumbuke sadaka yake aliyotoa, ili ampeleke moja kwa moja mbinguni, na akumbuke mateso aliyopata, ni kama ameshamsafisha ili aweze kwenda mbinguni. Nikiangalia Instagram watu wanavyochora Baba Mtakatifu, picha zile, Yesu anakuja anamkumbatia, anapanda ngazi, Mama Bikira Maria, yani mimi naona kama ndivyo hivyo kwamba Mama Bikira Maria atamuacha, kwa sababu Baba Mtakatifu alijiweka chini ya tunza Mama Bikira Maria. Mama yetu Bikira Maria hatamuacha. Na kwa kuwa Baba Mtakatifu alikuwa anapenda sana huruma, nakumbuka hata katika waraka wake ule wa Laudato Si aliongeza tendo moja la huruma. Utunzaji wa mazingira uliwekwa kwenye moja ya matendo ya huruma. Si mnajua kuna matendo ya kiroho na ya kimwili. Kwa hiyo utunzaji wa mazingira uliwekwa kwenye matendo ya huruma. Hivyo basi baadhi tu
ya nyaraka ambazo tutamuenzi Baba Mtakatifu kama sisi Wakristo wa kawaida. Mkristo wa kawaida kabisa una nguo nyingi, gawa kwa maskini. Mkristo wa kawaida kabisa unaweza kupanda miti, unaweza kusafisha takataka, mifereji wakati wa mvua mpaka watoto wanaanguka kule mtaani. Tengenezeni mifereji kwa ajili ya kuenzi mazingira ambayo ni nyumba yetu ya pamoja aliyotuachia waraka huu wa mazingira wa Baba Mtakatifu. Hivyo basi hata katika mashamba kuna mifereji mikubwa inaleta madhara, basi iwekewe miundombinu mizuri ili tuweze kuishi vizuri, kwa ajili pia ya kuwapa zawadi vijukuu, vilembwe, vining'ina vitakapokuja vione dunia yetu, nyumba ya pamoja iko vizuri. Kwa sababu hata Mwanzo 1:28 alisema zaeni mkaongezeke, mkatawale, mkalime nchi na kuitawala. Basi sasa ndivyo tunatawala mazingira, tunatawala miti, viumbe, ndege, hata viumbe. Katika misa si unaona, katika misa ile sala ya Ekaristi, Bwana kweli mtakatifu na kila kiumbe ulichokiumba kinakusifu kwa haki. Baba Mtakatifu anasema viumbe vyote vinashuhudia ule ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo basi tupende viumbe, tupende mazingira. Hiyo ndio legacy aliyotuachia Baba Mtakatifu. Tumuenzi kwa kufuata, kuimplement hizi nyaraka zake mbalimbali. Hivyo basi tunawapa pole na tumshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Baba Mtakatifu Francisco. Ni kushukuru sana Mama Byarugaba. Hakika kwenye highlight ya hizi nyaraka za Baba Mtakatifu, naamini kwa yoyote aliyefuatilia atakuwa analo la kujifunza kupitia nyaraka hizi. Binafsi nimejifunza mengi kutoka kwa Laudato Si, Fratelli Tutti, na nimeongeza nyingine hapa karibia 4. Bila shaka zitakuwa zinanisaidia sana. Na walau kwa kuhitimisha kwa dakika moja, hebu tuambie experience yako na pale ambapo umepata nafasi ya kukutana na Papa uso kwa uso hivi ilikuwaje? Yani pale ningepata nafasi, of course wakati ule tulienda kwenye canonization ya Mother Teresa, tulimwona tu kwa mbali, sikupata nafasi. Lakini ningepata nafasi ya kukutana na Papa, kwanza ningemshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yake, na ningemshukuru Papa kwa mambo mengi aliyofanya. He was a real scholar na ni Mjesuit. Of course Majesuit ni wasomi. Alitumia, nimekuwa naangalia leo na Google, hata kabla ya upapa kwa anaitwa jina lake Jogo nani sijui jina lake gumu fulani hivi, ameandika anaitwa Jogo Mario Bergoglio. Jogo Mario Bebe aliandika nyaraka nyingi, zaidi ya 20 ameandika. Kwa hiyo ningempongeza kwa nyaraka. Unajua nyaraka ni kitu kizuri, kitabu ni kitu kinaacha, wewe bado unaishi. Kwa hiyo hata kakaangu aweza tujitahidi kuandika vitabu, hata tutakapoondoka watu watatusoma wajue mawazo yetu yalikuwa nini. Kwa hiyo mimi ningempongeza sana Baba Mtakatifu na ningemwombea, kwa sababu pia kumbuka Baba Mtakatifu alikuwa na pafu moja, lakini alifanya kazi kubwa sana. Alikwenda kwenye mataifa, aliunganisha watu. Ndio maana mimi naona kama yuko Dar es Salaam vile, kama vile Baba Askofu Mkuu wa nchi au Baba Kardinali Peko. Kwa sababu ni mtu yuko mbali, lakini kutokana na yote aliyofanya, namuona yuko karibu. Unajua unapompenda mtu na anapofanya mambo mengi anakuwa close na wewe. Ndivyo ilivyo Baba Mtakatifu. Kwa hiyo mimi ningemshukuru sana, na ningeomba pia atuombee sisi wa Tanzania tuweze kupenda mazingira ambayo ndio nyumba yetu ya pamoja. Mama Byarugaba, nikushukuru sana na nikutakia wakati mwema. Katika nyakati nyingine basi tukikuhitaji usiache kutupa ushirikiano. Asanteni sana, na mimi nashukuru, nizidi kuwapa hongera kwa kazi kubwa ya uinjilishaji. Shukrani sana mnayofanya. Asante sana. Kama ilivyo Evangelium Gaudium, amesema twende tukainjilishe. Sisi role model wetu ni Carlos Acutis. Yule kijana mdogo ambaye alikuwa anapenda sana pia kompyuta,
Sasa sisi ndo kizazi chake, tunajitahidi kuhakikisha kwamba tunapita kwenye nyendo zake. Ni kweli kabisa. Shukrani sana basi, wakati mwingine. Aya, asante sana, Mungu awabariki. Asante. Na muwe na kazi njema. Shukrani. Asante.